Swali linauliza kwamba mshirika akihama kanisa moja kwenda kanisa jingine, alafu akaanza kulelewa kanisa lingine tofauti na lile la kwanza, je, huyu anatakiwa atoe zaka katika kanisa lipi? Atoe sadaka kwenye kanisa lipi? Atoe michango kwenye kanisa lipi? Kumekuwepo na mchanganyiko hapa na mafundisho mengi yasiyo ya kimungu yakifundishwa, watu wakikatazwa kwamba wageni wasitoe sadaka katika kanisa. Ukienda kanisa fulani, kwa kuwa wewe ni mgeni usitoe sadaka, kwa kuwa wageni hawaruhusiwi kutoa sadaka kwa mujibu wa Agano la Kale. Kumbe ni kukosa tafasiri sahihi ya nini maana ya wageni na kwa nini wageni walizuiliwa. Kwa asubuhi hii ya leo kuelekea mchana huu ninakuletea ufafanuzi mzuri wa kiroho ambao umesheheni ushahidi wa maandiko pia, ili kwamba imani yako isiumbishwe na watu ambao wana malengo tofauti ama wanafanya wakiwa hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Hasa ikizingatiwa kipindi hiki tuna wachungaji wengi wa kwenye mitandao ambao hawana mababa wa kuwalea, hawana watu wa kuambia hili umekosea, hapa hatufanyi hivi. Hawana, ila wao ni kununua mabando na kuruka hewani na kujipa majina makubwa yenye vyeo vikubwa na utisho mwingi wa kibinadamu, lakini mwisho wa siku wanataka kuliharibu kundi la kondoo. Lakini kama Bwana aishivyo, kwa kuwa Bwana amenipa neema kama ambavyo wengine hawajalia neema, hivyo tutapambana kuhakikisha kanisa la Kristo ambao ni mwili huu unakuwa salama, na siku Yesu akija alikute kanisa likiwa halijachakachuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mdau mojawapo ambao kwa neema ya Bwana kwa kweli napambana kuhakikisha kanisa la Kristo linakuwa salama, si kwa nguvu zangu wala si kwa akili zangu, ila ni kwa neema ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini pia ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kufuatilia masomo haya, na imani unatoka level moja na kwenda level nyingine kabisa. Mungu anakupeleka viwango vingine vya uelewa vya kumjua Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikuombe tu sasa kwamba watumie watu wengine waweze kufuatilia ujumbe huu wa muhimu sana. Ni ujumbe wa moto kweli kweli, kwa sababu fundisho la giza limesambaa duniani na Mungu anataka nuru ndiyo itawale, na nuru ipo ndani ya waliomwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili tukajibu swali hili kwa pamoja, na jamii ambayo imeathirika na jambo hili, ili iweze kupona, nisaidie kuwafikishia ujumbe ama kuwasogezea hii linki inapoenda kuanza hivi punde. Haitachukua muda mrefu sana, bali ni muda mfupi, tukijiandaa pia na wiki la Pentekoste ambalo sasa tuko siku ya Jumatano, tunaendelea mahali hapo. Kwa natamani kila mtu nione kwamba akiweza kufuatilia hapo, na Mungu ambariki sana. Mungu akubariki sana kwa kuweza kufuatilia. Mungu akubariki sana 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 sana. Kwa bado dakika kama 2 ninaenda hewani sasa. Ninaenda kuanza moja kwa moja, ambalo somo hili linasema kwamba je, mshirika akihama kanisa moja kwenda kanisa jingine,
kwenda kulelewa mahali pengine, je, ni wapi ambapo ni mahali sahihi anapotakiwa atoe sadaka zake kwa ujumla, sadaka zote kwa ujumla? Maana ziko sadaka aina nyingi kama ambavyo tunafahamu. Kwa wale ambao mnafahamu, kwa wasiofahamu, ziko sadaka aina nyingi ambazo zinatolewa katika madhabahu kwa ajili ya mtu kujiunganisha na madhabahu ya mahali pale ili aweze kuwa sehemu ya ibada. Unajua, unaweza kuwa ndani ya ibada lakini usio sehemu ya ibada, kwenye ibada lakini ukawa sio sehemu ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nimshukuru Mungu ninapoenda kuendelea sasa, huku nikiwa na imani kwamba watu wengi tayari umewatumia linki na umesha share, na jina langu linapita hapo kwenye skrini hapo chini. Jina langu liko hapo, Bishop Jacob Masaba. Somo linasema mshirika aliyehama kanisa anatakiwa atoe zaka, sadaka na changizo kwenye kanisa lipi? Lile la kwanza ama la zamani? Haleluya. Baba Mungu, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante Roho Mtakatifu nifundishaye, unipaye maono na mafunuo kwa ajili ya kanisa lako duniani ama ulimwenguni kote. Ninakushukuru kwa ajili ya yeyote ambaye anafuatilia na yule ambaye atafuatilia baadaye. Kwa pamoja na kusii Roho Mtakatifu, hawa watu kawafundishe ile kweli na ikawaweke huru. Ninakushukuru kwa sababu upo na unatenda kwa ajili ya utukufu wako. Naomba ufahamu kwa kila anayesikiliza Bwana, kwa uponye ili akapate kuelewa kile ambacho Mungu nakiachia leo, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amina. Moja kwa moja nataka nitembee sasa. Kwamba mtu mmoja alikuwa anaabudu mahali sehemu fulani. Inawezekana ulikuwa unaabudu nje ya nchi, umesafiri umeenda nchi nyingine. Inawezekana ulikuwa unaabudu katika nchi moja hiyo hiyo, ukabadilisha mkoa, ukabadilisha wilaya, ukabadilisha tarafa, ama ndani ya wilaya ama ndani ya mtaa wako ukasikia kuhama kutoka kanisa A kwenda kanisa B. Kwa sizungumzii watu waliohama alafu eti wamehama kutoka mbali sana. Nazungumzia watu wote, madam umetoka kanisa A kwenda kanisa B. Hata kama unaonana na hao washirika wa kanisa A, unakutana nao, mnazungumza nao, lakini madam uko kanisa B, tunafanyeje hapa? Ndio naenda kukuletea majibu hapo. Naenda kukupatia majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hawajui mahali sahihi pa kutoa sadaka. Ndio maana hata walipotoa hawajabarikiwa, kwa sababu wamevunja kanuni za kiroho za utoaji wa sadaka. Mungu hafurahii tu sadaka, anataka kanuni za kiroho ziwe zimezingatiwa. Kwa mfano, mtu ni mchafu, mtu hajatengeneza, mtu amezulumu, halafu anakuja kifua mbele kukimbiza masadaka, kuleta kwenye chombo ama kuleta kwenye kutumikia Mungu kwa njia ya fedha na sadaka zake, pamoja na utoaji wako, lakini bado unadaiwa, wala haitakupa matokeo. Kwa hiyo kupitia somo hili utafaidika, kwa sababu utaenda kujua sasa namna sahihi ya utoaji wa sadaka na mahali pa kutoa. Haleluya. Niseme hivi, kwa mtazamo wa mafundisho mengi ya Kikristo, zaka na sadaka zinahusishwa na mahali ambapo mtu anapata mambo haya. Kwa msingi wa fundisho la Kikristo, mtu anahusishwa, utoaji wa sadaka, utoaji wa zaka unahusishwa
na mahali ambapo mtu anapata huduma hizi. Moja, huduma ya kwanza, ikiwa kuna mahali unapata chakula cha kiroho, namba moja. Namba mbili, ikiwa kuna mahali unapata malezi ya kiroho. Namba tatu, ikiwa wewe ni mshirika wa mahali ulipo sasa. Namba nne, ikiwa upo chini ya uongozi wa kichungaji wa mchungaji anayekulea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Narudia hapo, utoaji wa sadaka aina zote unahusishwa na mahali ambapo unalelewa kiroho wakati huu sasa. Utoaji wa zaka, utoaji wa sadaka unahusisha mahali ambapo Mkristo analelewa sasa, analelewa leo. Maana hapo ndipo moyo wake, hazina yake ipo. Haleluya! Mahali ambapo unakula chakula cha kiroho, mahali ambapo unapata malezi ya kiroho, mahali ambapo una ushirika, mahali ambapo unalelewa chini ya huduma ya kichungaji au huduma yoyote, lakini unalelewa na kiongozi wa kiroho, mahali pale, hapo ndipo imeamliwa utoe sadaka zako za aina zote kwa madhabahu ile, kwa kuwa wewe unajiunganisha na ile madhabahu ya mahali pale. Lakini pia kijamii tu, kumbuka wewe umetoka kwenu Rukwa, huko Mtwara, leo unaabudu hapa, si ndio? Hapo unapata chakula cha kiroho, unapata malezi ya kiroho. Wewe ni mshirika, upo chini ya uongozi wa kichungaji, unalelewa, unashaurikwa, na kuna wakati unaweza ukapatwa na jambo la kawaida kabisa la kijamii. Jamii ya kwanza kukukimbilia ni mchungaji na kanisa mahali unalelewa sasa. Hata kama kuna baba wa kiroho huko Rukwa alikuzaa akakulea vizuri, lakini kumbuka distance ya Rukwa na hapa ni kubwa. Maanake mtu wa kwanza kukuatendi ni kanisa la mahali pamoja unapoabudu. Ukipatwa na msiba, kanisa la mahali pamoja litakukimbilia. Ukipatwa na harusi, watakukimbilia. Ukipatwa na lolote la kijamii ambalo linahitaji ukimbiliwe, kanisa la sasa ndiye watakao kukimbilia. Haiondoi maana kwamba uvunje mahusiano, ukate mawasiliano na kanisa A mahali umetoka. Hapana, isipokuwa kanisa A ambalo umetoka, unaweza ukawa unashiriki machangizo mbalimbali ama kutoa sapoti mbalimbali, lakini kwa habari ya sadaka, kwa habari ya zaka, inatolewa mahali ambapo roho yako inalelewa sasa. Sasa kwa sababu ya kukosekana fundisho hili, tumekuwa na washirika ambao leo wanakula chakula kanisa A, kesho analelewa kiroho kanisa B, kesho kutwa ni mshirika sehemu nyingine, na siku nyingine ana mchungaji mwingine. Yaani unajikuta mtu mmoja ana wachungaji watano. Mwisho wa siku anachanganyikiwa. Kipato chake ni kile kile, lakini ameongeza walezi wa kiroho, mababa wa kiroho, ameduplicate ushirika. Ukienda huku ni mshirika, ukija huku unamkuta ni mshirika. Asubuhi ni mshirika wa A, mchana mshirika wa B, jioni mshirika wa C, usiku ni mshirika wa D. Kwa hata kipato chake hawezi kukigawanya akatoa kama vile Mungu anataka. Maana zaka, Mungu anasema leteni zaka kamili. Huwezi kuichukua zaka ukaigawanya mara 4 ukapeleka kwenye kanisa A, B, C, D. Ni kosa.
Kwa hiyo dalili mojawapo katika nyumba za ibada kwamba tunalea watu ambao wanalelewa kwingine, wana ushirika mahali pengine, hawezi kutoa dhaka hapo kwako, kwa sababu kuna mahali anaipeleka, anagawanya ABCD. Kipimo pamoja na vipimo vingine vya kiroho, hiki ni kipimo pia cha kichungaji kujua kwamba huyu kweli mshirika, moyo wake upo hapa, ni pamoja na kuiona zaka yake. Zaka, mimi nasema mahali ambapo hapo moyo wako ulipo na hazina yako itakuwa hapo. Yaani kama ni mshirika hawezi kutoa zaka, moyo wake haupo hapo, huyo ni mpita njia, huyo kuna mahali amejiwekeza. Kama atoi kanisani, anatoa kwa waganga wa kienyeji, anatoa kwenye mizimu, maana ndio inayoendesha maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka, ukipatwa na jambo lolote la kijamii ambalo linahitaji watu wa karibu, ni kanisa ambalo unaabudu sasa. Kanisa B litakuja lipewe taarifa baadaye, watashirikiana kwa namna fulani. Na niseme labda wachungaji hapa, labda kuna shida. Unakuta wachungaji tunaipenda fedha, hatutaki kuachia watoto. Mtoto yupo Sumbawanga, unataka aendelee kukutolea dhaka. Kwa wakati mwingine wachungaji ni chanzo cha migogoro, ni chanzo cha kuwaharibu washirika, kutokuwafundisha kweli. Hata kama ni mwanao wa kumzaa, akihama akalelewa kwingine kwa muda mrefu, atoe zaka pale. Kubali kuachilia watu. Tatizo tamaa ya fedha, tamaa ya mali, kutaka pesa. Tumewaharibu washirika. Walikuwa ni wazuri wenye kumjua Mungu, lakini kwamba wewe mwanangu nikumbuke, zaka ndio kutoa hapa hapa, ndio mahali pako, 1 2 3. Acha vitisho, toa fundisho, acha vitisho. Usiwatishe watu na hela zao, usiwatishe watu, wafundishe watu waelewe. Hao ni watu wazima, wana akili. Hao wahitaji maziwa tena, wanahitaji chakula kigumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi kama mchungaji na wewe kama mchungaji, kipimo hiki ni kizuri sana. Kama mtu hatoi zaka, ziko sababu zingine tutaziona, lakini ya kwanza ana ushirika mahali, ama ni mchanga, ama haelewi. Kwa lazima uchukue muda kufanya study, kufanya research na kumsaidia, na baada ya kumsaidia utaona sasa ana uelekeo gani. Lakini tuna wengine wana misimamo tu kwamba zaka ilikuwa agano la kale. Tunao makanisa nasema na uko kalenda mbinguni, zaka ilikuwa zamani, mimi story, kwa sababu haelewi. Haleluya. Kwa leo nataka nilijibu hili swali. Mshirika akihama kanisa moja kwenda kanisa jingine, mahali gani anatakiwa atoe zaka, sadaka zake? Ni mahali ambapo anakula chakula